tunatarajia kufanya uchunguzi wa afya ya macho, yani tathmini ya mwenendo wa maradhi ya macho kwa Zanzibar, ambayo kwa jina la kitaalamu tunaita RAB au Rapid Assessment of Avoidable Blindness in Zanzibar, RAB7. Utafiti huu utajumuisha shehia 69 za Unguja na Pemba na utashirikisha watu kuanzia miaka 50 na kuendelea. Nataka tujue mwenendo, tathmini ya mwenendo wa maradhi ya macho kwa watu hao ili tuweze kupanga mikakati kwa ajili ya utoaji wa huduma huu. Tathmini hii itasaidia Wizara ya Afya katika kupanga mpango kazi na vipi tutoe huduma hizi za afya ya macho, ikiwemo kusomesha wafanyakazi kwa kada mbalimbali kutoka madaktari, wapimaji wa miwani, optometrist, na hata hizi kada za middle eye care workers. Pia itasaidia serikali kupanga vile mikakati yake na hatua gani za kuchukuliwa kudhibiti haya maradhi ambayo yanaleta upofu katika jamii ambao unazuilika. Zoezi ambalo linafanyika kwa haraka, tunachagua tu kundi maalum la watu ambao tumesema ni kuanzia miaka 50 na kuendelea, kwa sababu kundi hili limeonyesha kuwa lina matatizo mengi ambayo yanaweza yakawa yana uhusiano wa moja kwa moja na jamii husika. Kwamba ukipata taarifa kwa hili kundi la watu wa miaka 50 na kuendelea, unaweza kuwa umepata japo kwa rough estimates za matatizo ya macho yaliyomo kwenye hiyo jamii. Kwa nini tunafanya kwa watu wenye miaka 50? Ni kwa sababu ya kwanza, kama nilivyoeleza, kwamba ukipata taarifa ya magonjwa ya watu umri kuanzia miaka 50 na kuendelea, ni kama unakuwa umepata taarifa kutoka kwenye jamii husika. Saidia kuweza kupata data ambazo ni taarifa zinazotusaidia sisi kuweza kupanga namna ya kuzitoa huduma za afya ya macho kwa jamii, lakini pia inatusaidia kwenye kufuatilia mipango au miradi mingine ambayo ilikuwepo ikiendelezwa katika hiyo jamii husika. Na pia tunatumia kwa ajili ya kupanga namna gani ya kuboresha afya ya macho kwenye jamii. Kuwajulisha na kuwaelimisha jamii kwamba kuna matatizo fulani ambayo yanakuwa yanakumba watu kutokana na miaka inapotimia miaka 50 na zaidi. Na tuna deal na watu wa miaka 50 na zaidi kwa sababu hii ni population ya watu ambao tunaweza tukapata matatizo mengi sana ambayo yanatokana na macho, na haya matatizo mara nyingi huweza yakawa ni ya macho peke yake ama ni matatizo yanayosababishwa na macho kutokana na matatizo ya ndani ya mwili kama vile pressure au kisukari, ambayo hupelekea kuibua upofu kwa binadamu. Sasa survey hii itatusaidia sisi kujua prevalence pamoja na incidence. Ni zipi cases mpya ama common cases ambazo zinatokana na zitakazojulikana kwamba ni changamoto kubwa kwa jamii yetu kwa watu miaka 50 au zaidi, ili kuleta ile data ambayo inayohitajika kwa general population. So kwa vijana na watoto wadogo sababu ni nyingi. Kwa watoto wadogo upofu unaweza ukatokana na kwamba mtoto pengine alitakiwa kuvaa miwani lakini havai, ama hakuvaa miwani katika ile age ambayo ilitakiwa kwamba avae miwani. Inapofika age fulani kwa mtoto alitakiwa kuvaa miwani pengine kuanzia miaka 8 hadi kuendelea au miaka 5 hadi kuendelea, alitakiwa kuvaa miwani lakini hakuvaa. Inapofika kwamba hakuvaa miwani, inapofika time ile period ambayo alitakiwa mtoto akue, ubongo automatically unakuwa unapoteza connection na macho. Ubongo ukipoteza ile mawasiliano na macho, maana yake huyu mtoto anaweza akaja upata upofu ambao ulitakiwa tu urekebishwe huko utotoni kwa sababu ya miwani. Lakini pia kwa watoto matatizo mengi ambayo yanatokana na upofu inawezekana ikawa ni kwa sababu ya kuumia. Kama tunavyojua watoto mara nyingi wanapata ajali za macho, kuchoma na kitu kenye ncha kali akasababisha tatizo la upofu la ghafla. Ama pia kwa watoto inawezekana ikawa mtoto wa jicho. Watoto wengi wanapata watoto wa jicho, either akazaliwa nayo ama akawa
ule mtoto wa jicho akawa amedevelop wakati wa ukuaji wake. Kwa hiyo miongoni mwa changamoto ambazo pia huweza ikawa ni upofu, yakaleta upofu kwa watoto ni mtoto wa jicho, kwa sababu mtoto wa jicho pia kwa watoto atakapokuwepo katika visual axis ama ile sehemu ambayo inatakiwa mwanga uingie katika jicho la mtoto, hii itasababisha ule mwanga unaotakiwa kuingia usiingie ipasavyo. Imbele kwa ule mwanga unatakiwa kuingia hauingii ipasavyo kwenye jicho la mtoto katika ile age ya ukuaji wake kutoka kuzaliwa hadi miaka 8-9. Basi hii ni period ambayo ni very important kwamba huyu mtoto wa jicho lazima anatakiwa afanyiwe matibabu. Endapo matibabu hayakufanyika ipasavyo, basi nayo pia huenda ikawa tatizo kubwa huko mbeleni, na mtoto anaweza akaja tukamtamu kwamba huyu mtoto ana upofu ama ana uoni hafifu. Kazi hii tunaifanya baina ya Wizara ya Afya na tunaita International Agency for Avoidable Blindness, IAAB. Kwa hivyo tu tunatoa shukrani zetu za dhati kwa taasisi hii kwa kuja na kufanya kazi na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga kitengo cha macho au tunaita eye care, kwa kuweza kufacilitate hili ili na sisi Zanzibar tuwe katika takwimu za kilimwengu kwenye masuala mazima ya afya ya macho yetu. Na hii ni jambo muhimu kwa sababu chochote kile kitakachotokezea tuna uhakika sasa kwamba na sisi tupo katika ramani ya ulimwengu kwenye mafanikio, lakini vile vile sehemu ambazo tuna changamoto nazo, ili sasa kama tutapata marafiki waje kutusaidia, lakini pale ambapo tumefanya uzuri tupate marafiki nao waje vile vile kuiga mafanikio yetu katika nchi hii.